nizungumze kisa kimoja kilitokea katika nchi fulani huko Ulaya. Kwenye gazeti waliandika kwamba shetani alikuwa anafanya biashara ya kuuza bidhaa zake. Hasa bidhaa moja hapo aliyokuwa anauza ilikuwa ni ya mafarakano kwenye ndoa. Kiuza hiyo bidhaa, ndoa zinameguka tu, migogoro ya ndoa tu. Hiyo biashara alikuwa anauza shetani. Halafu nyingine alikuwa anauza ya kuzila, magomvi, mafarakano na vitu vingi anauza. Sasa mtu mmoja akauliza, mbona hapa sioni tunda la kukata tamaa liko hapa? Akasema, hii ya kukata tamaa, hilo ni tunda nyeti. Hilo natumia mimi mwenyewe ni kama silaha ya mwisho. Hiyo ninapiga viongozi, hata mchungaji naweza nikapiga jaribu ila akakata tamaa hata kwenye huduma kata na uchungaji kabisa. Yaani katika shetani, katika silaha hizo nazo, silaha moja hapo naitumia kumalizia mtu kukata tamaa. Kama mwimbaji unaimba sasa majaribu akitupa roho ya kukata tamaa, boom. Ya. Imetoka na imba no basi swela kaya. Swela. Na una majaribu yanakuwepo, unashinda, unajaribu kuvumilia, alafu akikupiga na roho ya kukata tamaa, maisha yako hapo mtu anajipinga. Yaani haoni msaada tena. Anabeba hata mnyororo wa suku, azizunguki kwenye mzunguko. Hayo majaribu ya kawaida. Sasa akitaka shetani kukumaliza anakurushia na kukata tamaa. Mwanangu utatamani kuondoka duniani kesho. Tena unaanza kutuma na message. Jamani, ni kukata tamaa. Mtu akienda na ukoma, akifika mahali anaenda na chechemea kidogo, leo anakuja tena kama unafikiri kama gari inapiga start hiyo. Sasa ikifika jaribu kukata tamaa, panda sana na mtu anakali maneno. Nimejaribu kukaa kwenye ulokole na hamna. Nimejaribu nilambe basi tu bora ndio jehanamu ndio hela yake tu. Tele kwa mbele tangu watu wanakwenda jehanamu. Anaanza kuona na idadi ya wengi watakao kwenda jehanamu, na yeye bora jichanganye. Bora tutakuwa wengi. Yaani nafikiri kule kuwa wengi watakuwa wanatia na moyo kule jehanamu. Kwa hiyo mpenda, unapopita kwenye dunia hii inaitwa Mungu mtawala, ni Mungu wa dunia hii, usije ukanasa kwenye jaribu la kukata tamaa. Hakikisha unapiga vita, hata kama uko kwenye majaribu, tafuta kutoka kwenye hilo jaribu. Usikate tamaa. Kuna andiko moja linasema Mungu yuko pamoja na sisi katika kila jaribu. Yaani katika kila jaribu unayopitia Mungu yupo. Yesu yupo ili akusaidie. Usikate tamaa. Ni hatari kukata tamaa. Ulize mwenzako, kuna kitu chochote kimemsumbua ukakata tamaa? Kwa sababu ibada kuna jambo limewakuta mtakata tamaa. Ama kuna mtu anataka kata tamaa kwenye mkutano kesho kuta siende. Wazee wangu, tusikate tamaa. Kazi hii ni ngumu sana, lakini tusikate tamaa. Yaani unapopita kwenye jaribu, wewe tulia, mwambie Yesu, hii kazi ulinipa wewe, naomba univushe kwenye hili jaribu. Utashangaa amekuvusha. Lakini ukisema une swela kalino basi, ile lugha ya baswela kama Yesu kama. Baya sana. Bwana Yesu asifiwe.